Naitwa wakili Dickson Matata. Mimi ni sehemu ya jopo la mawakili wanaofanya utafiti au wanaomsaidia kufanya utafiti wa kisheria mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu. Sasa mimi nina kitu nataka kukieleza kwa umma. Kama mnakumbuka, wiki iliyopita Tundu Antipas Lissu ambaye ni mtuhumiwa katika kesi hii alilalamika juu ya swala la kupewa chakula, na wananchi wengi wakalalamika juu ya swala hilo. Sasa cha kushangaza, magereza walitoa taarifa kwa umma baada ya Lissu kusema alichokisema na wananchi kulalamika. Nimekaa tangu tarehe 13 mwezi wa pili mwaka 2026 taarifa hiyo ilipotolewa na magereza, ambayo imesainiwa na Sakapu Elizabeth G. Mbezi ambaye ni msemaji wa jeshi la magereza. Taarifa ile tulikuwa tunategemea atasema au jeshi la magereza litakanusha kwamba sio taarifa yao, lakini mpaka leo hatujaona ukanusho wa taarifa hii. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, taarifa hii ambayo ilienea mitandaoni ni taarifa rasmi, na kwa hiyo tunataka kuijibu kama mawakili wa mtuhumiwa Tundu Antipas Lissu, lakini pia kama mawakili wazoefu katika mahakama za Tanzania. Ukisoma taarifa hii kwa umma, baada ya Lissu kusema kwamba amenyimwa chakula na hajapewa chakula siku ile, wamejibu wakasema kwamba swala la chakula ni swala ambalo linafata sheria na taratibu, na kwamba swala la chakula lipo pia kiusalama na afya ya mtuhumiwa. Kwa hiyo kwa barua hii wanamaanisha kutokumpa Lissu chakula anapokuwa hapa ni kwa sababu ya usalama, lakini pia kwa sababu ya kuhakikisha hapati matatizo yoyote ya kiafya. Sasa ukifuatilia hii taarifa utapata pia wanaonyesha kama vile alichokuwa nalalamika Lissu na wananchi walichokuwa nalalamika ni kama vile tunataka upendeleo kwamba Lissu yeye apewe chakula wakati mahabusu wengine au wafungwa wengine wanaokuja kutafuta haki hapa mahakamani wao wasipewe au wao wapate utaratibu mwingine. Hiyo ndio barua ukisoma inachosema. Sasa nataka kuijibu. Ndugu zangu, jeshi la magereza limeanzishwa kwa mujibu wa sheria na taratibu zote zipo kwa mujibu wa sheria. Hakuna utaratibu wowote ambao unaweza kufanyika ambao uko nje na sheria. Ukisoma kanuni na sheria za magereza zinataja wazi, moja ya haki ya mtuhumiwa sio tu kuonana na wakili, ambao kwa hapa mmekuwa mnaona licha ya kwamba sheria inaruhusu wamekuwa wanamkataza kuonana na mawakili wake, lakini pia haki nyingine ni kupata chakula kwa muda sahihi na matibabu. Sasa tujiulize, kama mtu anaruhusiwa akiwa ndani ndugu yake kwenda kujiandikisha na kuwa anampelekea chakula kwa muda ambao unatakiwa kupewa mtu chakula, inakuwaje mtu analetwa mahakamani kuja kusikiliza kesi halafu ananyimwa kupewa chakula eti kuna utaratibu? Kama kuna utaratibu ambao unaruhusu gerezani kule mtu ndugu yake anaandikishwa anapewa chakula, inakuwaje ndugu huyo asitumike kuja kumpa chakula mtu hapa anapokuwa kwenye kesi kusikiliza? Tunaona kwa wazi kama mawakili kwamba hii inafanywa makusudi ili kumdhoofisha mtuhumiwa dhidi ya upande wa jamhuri, kwa sababu mtu anaposhinda bila kula ni ngumu sana kuweza kuwa na akili timamu na kuweza kujitetea vizuri dhidi ya mawakili ambao wao wanakunywa chai na mchana wanapata chakula. Kwa hiyo hii barua hii au taarifa hii kwa umma ni taarifa ambayo kimsingi haikupaswa kutolewa na jeshi la magereza, kwa sababu ni taarifa ambayo inakinzana na utaratibu na haki za binadamu. Ukisoma katiba yetu ibara ya 14 inasema kila mtu ana haki ya kuishi, na huwezi kuishi kama hauli chakula. Sisi kama mawakili tunasema jeshi la magereza linatakiwa kuhakikisha linafuata utaratibu wa kisheria, kuhakikisha watu wanaoletwa hapa mahakamani wanapata chakula kama binadamu mwingine, kama ambavyo wao magereza wanapokuwa hapa wanapata chakula, na kama mtu yeyote anapata chakula, ili mtu aweze kujitetea vizuri kwa kuwa na afya na utimamu wa akili. Tofauti na hapo ni uonevu wa wazi ambao pengine ni bahati mbaya kwamba swala hili halifanyiki kwa Lissu tu. Mahabusu wengi wanaoletwa hawapati chakula mpaka wanaporudi gerezani. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote mtusaidie kupiga kelele dhidi ya huu udhalimu. Asante.